kilichopotea. Ulisoma ukasikia ni hela zilipotea, ni mifugo. Kwa nini tunafurahia kutoa hela wakati mbingu zinataka tutoe mioyo? Kwenye ile Mathayo sura ya 16 aya 26 kuna maswali muhimu mawili. Hebu soma hiyo Mathayo sura ile ya 16 na ile aya 26. 16:26 Mathayo inasemaje? Biblia inasema kwani atafaidiwa nini mtu kuupata ulimwengu wote akapata nini na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Nafsi haina badala. Kwa hiyo anasema kwani mtu atatoa nini halafu iwe badala ya nafsi yake mwenyewe. Ametumia neno nafsi hapo, suke, neno la Kiunani lenye maana ya moyo. Nisikilize vizuri. Kwani mtu atoe kitu gani kiwe badala ya moyo? Anachosema ni hivi, sitaki chochote kiwe badala ya moyo, nachotaka ni moyo. Na moyo hautolewi kwa vitu visivyokutimia. Kwa imani alitoa Ibrahimu. Manake ufanye alichosema, na huwezi kufanya ulichosema kwa sababu ya mashaka. Maana hivi unachotoa unaona kinapunguza kinachobeba maisha yako, kwa sababu utakula kwa jasho. Kwa kuwa uko hai, unaweka ule uwezo ulioweka, unafanya kazi, unapata mali, unapata maisha. Ndio maana asiyefanya kazi asile ni marehemu ambaye hawezi kwenda mezani. Kwa hiyo mtu akupatia shilingi 5,000 hajakupa 5,000, amekupa thamani ya maisha yake ya 5,000. Usiibeze, kwa sababu amepata ile kwa kufanya nini? Na kwa kufanya kazi mtu anafanyaje? Anaishi. Kwa hiyo ndio maana akikupatia hela amekupatia uhai wake kwa sehemu hiyo. Ndio maana aposema nipe moyo, unapotoa fedha, unapotoa mifugo, unapotoa mazao, kwa sababu ndiyo inayobeba, ndio kazi ya mikono, umetoa maisha. Mtu ukisikia anasema nimempa Yesu moyo, mlipeana naye wapi? Ikiwa huwezi kuwa mwaminifu kwa matoleo, hakuna chochote. Ni kwa sababu hiyo, peke yake. Ndio maana anasema fanya kazi siku 6, na katika siku 6 anabariki kazi ya mikono, na unapata chakula, kisha anasema nipatie kamili. Kwa nini? Kama unaweza ukampa sehemu ya vinavyobeba uzima huu wa sasa, maana yake unamwamini kuliko chochote, na kwa kitendo hicho umempa utii, na kumpa utii umempa moyo. Kanisa hili lina asilimia kubwa ya ambao hawajampa Yesu moyo. Nikiwa hata kama tu takwimu 30% ni wale wanaorudisha, wanaoandikia waazini hii ni zaka, wakati ni fedha. Unaweza kukuta hata 30 hatufiki asilimia, kwa sababu mtu anatoa. Kama ni mfanyabiashara hatoi ile kulingana faida, kama ni mwajiriwa anatoa kwenye net sara, serikali ikate kwenye basic, kwa Bwana anatoa kwenye net. Kwa nini? Anasema ile ni ya serikali. Haujui kodi ni matumizi yako. Kodi ni matumizi ya kila raia. Kama ungekuwa umeweka mfumo hata kwa mkulima, yale maharage na kila kitu, ulipaswa utoe kodi. Ni kwa sababu mfumo hujawekwa namna hiyo, na ni kisheria. Sasa kwa sababu vinapita hapa mikononi mwako utoe, unasema